wale ambao wameamini. Sawa. Basi maandiko yanaendelea kusema hivi. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta zingine ngapi? 5. Yule naye aliyepewa 2 akachuma zingine 2 akapata faida ya 2. Yule naye aliyepata 1 naye alikwenda akafukia chini akaficha fedha ya bwana wake. Tunaangalia nini hapa? Tunaangalia huyu ambaye tunasema ya kwamba ni mwangalizi. Tunaangalia huyu mtu ambaye tumeambiwa ya kwamba ni mtumishi. Hebu soma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ni 4 ili tuone vile maandiko yanavyoendelea kusema. Wakorintho wa kwanza sura yake ni 4 aya ya kwanza. Nasomekaje? Basi mtu na atuhesabu hivi kuwa sisi tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Mtu anayekuona na kuhesabu ya kwamba wewe ni mtumishi. Yeyote anayekuona na kuhesabu hivi akuone ya kwamba wewe ni mtumishi na wewe ni wakili wa siri za Mungu, ni mtunzaji, ni mwangalizi, anahifadhi, anaelekeza, amepewa siri za Mungu. Hivi mtu anapokuona wewe huwa anakuonaje? Mtu anapokuona huwa anasema huyu nani? Anaona mtumishi au anaona kitu kingine? Basi hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Huyu ambaye amepewa atunze siri za Mungu, huyu ambaye amepatiwa awe mtumishi katika shamba lake Kristo, tunaambiwa ya kwamba anapaswa kuwa mwaminifu. Anapaswa kuwa mwaminifu. Mungu akaumba nchi na vilivyomo vyote kwa siku ngapi? Kwa siku 6. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ambayo ni ya 26, tunaona ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba Mungu akaumba kila kitu alichokiumba na akampatia mwanadamu kazi ya kufanya. Na kazi aliyopewa ya kufanya, alipewa azae aongezeke ulimwenguni. Hiyo ni kazi ya kuzaa. Halafu akaambiwa ya kwamba na utiishe wanyama wa mwituni, wa majini, kila kitu akitiishe. Kwa hivyo dominance. Na ndio unaona ya kwamba katika dunia hii au katika ulimwengu huu ni kipi ambacho kimemshinda mwanadamu? Almost amepindua kila kitu juu chini. Ukienda kule chini bado mwanadamu anatawala. Ukienda wapi, angani, wapi, mwanadamu anajaribu kuhakikisha kwamba ule uwezo aliopewa wa kutiisha dunia anaendelea kufanyia kazi. Na ni katika kuitiisha dunia, hapa ndipo tunapoona yule mfano ambao Yesu anautoa wa bwana mwenye talanta aliyetoa 5, akatoa 2, akatoa 1. Mungu ameumba na ameacha mwanadamu. Elekeza, tunza, tumia. Hivi vyote pamoja nawe ni vyangu. Kwa hivyo huyu mtumishi ambaye ni mwaminifu, kitu cha kwanza ambacho anakijua na kukielewa ni kwamba hivi vitu vina mwenyewe. Hivi vitu nimepatiwa nitunze. Si vyangu, mpaka mimi mwenyewe niko chini ya mamlaka ya mwenye mali hizi ambazo nimepewa. Kwa hivyo yeye anakuwa mwangalifu kiasi hicho. Na ndio maana tunaona ya kwamba ukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 24, wimbo huu unasema hivi, aya ya kwanza. Nani atasoma pale? Haya, tunaenda Zaburi 24. Umefika pale? Ndio. Mstari wa kwanza. Moja inasema
dunia. Zaburi 24 mstari wa kwanza. Nchi na vyote vichazavyo ni mali ya Bwana. Sikia, nchi na vyote vilivyo ndani ya nchi hiyo ni mali ya nani? Dunia. Dunia na wote wakao ndani yake. Dunia na wote wakao ndani yake. Kwa hivyo nchi na vyote vijazavyo, dunia na watu waliomo ndani yake ni mali ya nani? Yake Mungu. Kwa nini? Maana ameiweka msingi juu yake na anaelezea vile ambavyo anatunza. Kwa hivyo dunia na vilivyomo ni mali ya nani? Ya Mungu. Hili linamaanishaje? Mtunzaji huyu ambaye tunasema ya kwamba ni mwangalizi, ambaye anaangalia vitu ambavyo si vyake, ambaye anatunza vitu ambavyo si vyake, lakini kwa sababu ya uaminifu ndio huo unaohitajika, ameruhusiwa kuvitumia, ameruhusiwa kuviangalia. Nataka uangalie kitabu cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mambo ya Nyakati. Hiyo ni First Chronicles. Mambo ya Nyakati. Ishirini na tisa. Aya hiyo ambayo ni ya 11. Maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema, Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda. Nataka tuende pole pole, usikilize vitu vinavyotajwa hapa. Bwana, Bwana, ukuu ni wako. na uweza na utukufu na kushinda na enzi. Fika hapa, nataka turudie wote. Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi. Hivi vitu vinaelezea kuhusu uweza au vinaelezea kuhusu mambo fulani ambayo yanamhusu nani? Mungu. Sasa swali ni je, kwa nini Mungu awe mkuu? Kwa nini Mungu awe muweza? Kwa nini Mungu utukufu unaye? Kwa nini awe ndiye mshindi? Kwa nini awe ndiye mwenye enzi? Can you give a reason? Sikia, anasema Mungu ukuu ni wa nani? Why is God great? Jambo lingine anasema ya kwamba na uweza, power, na uweza na kushinda, glory, and then enzi, that is majesty, ni vyako. Mbona Mungu atukuzwe? Mbona Mungu aenziwe? Mbona Mungu awe ndiye mwenye haya mambo yote? Mtu akikuuliza hayo maswali utasemaje? Mbona umtukuze Mungu? Mbona umsifu Mungu? Mbona awe tu ndiye wa kuenziwa, ndiye wa kuinuliwa? Anasema hivi, sikia, kwa maana anatoa sababu. Maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Kwa sababu vitu vyote vilivyo wapi? Mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako. Ufalme wote ni wako. Bwana. Bwana. Nawe umetukuzwa. Umetukuzwa. Mkuu juu ya vitu vyote. Do you see the reason as to why we should glory God? Ni kwa nini awe na uweza huo wote? Kwa nini mwandishi huyu anasema ya kwamba ndiye ana utukufu? Awe ya kwamba all majesty belongs to him, all victory belongs to him. Why? It is because he is the source of everything. And therefore is a steward. Huyu ambaye amekabidhiwa hivi vyote ambavyo
kwa sababu vilitokana naye akaviumba, ukiwemo wewe. Na alipoviumba, anasema alimpatia mwanadamu adominate, avitiishe hivi vitu. Na hii inamaanisha wewe si mtu wa mchezo. Wewe ni kiumbe ambacho ni cha pekee, na ndio unakuta ya kwamba unapoona Mungu hata baada ya mambo kuharibika, mwana mwanadamu hakuweza kutii alivyoagizwa hapa. Baada ya mambo kuharibika, huyu Mungu kiumbe hiki ambacho amekiumba na kukiweka kando, kana kwamba amekiweka kando, kitunze na kiangalie vingine. Upendo huo na attachment hiyo ilimfanya mpaka awe tayari kutoa maisha yake hiki kiumbe kiweze kuwa salama, kiendelee kuishi. Kwa hivyo anasema ya kwamba mwanadamu ana haki zote za kumtukuza Mungu. Mtu akikuuliza mbona kila wakati kanisani, any free time you have kanisani, tukikutafuta labda tukutafute kanisani ikiwa huko kazini. Why? Mtu akusimamisha hapa, unaenda wapi kanisani masaa haya, tena siku ya Jumatatu ndio naenda kanisani? Kwa nini? Tumeona ni jibu gani unaweza toa mzee? Tumeona kwamba, ambia ndugu yangu labda nikusomee. Yes. Utamsomea wapi? Tutamsomea katika hiyo kitabu cha Second Chronicles, hiyo tumesoma 29 kuanzia verse 9. First Chronicles 29 from 11. Utamwambia hebu sikiliza. Ni kwa sababu ukuu wote, uwezo wote, kushinda kwote, enzi yote ni vya nani? Na kwa hivyo ninaenda kwa sababu yeye ndiye chanzo au mwanzo wa vyote unavyoviona, akiwemo wewe unayeniuliza hivyo. Kwa hivyo unapaswa kuungana na mimi tukamtukuze nani? Huyo ambaye ndiye mwanzo au mwanzilishi wa vitu vyote. Kwa hivyo huyo ambaye tunasema ya kwamba ni mwangalizi au ni wakili mwema ambaye amepewa afanye nini? Avitumie hivyo vitu vyote. So, do you believe that everything is in your hands? Ya kwamba Mungu amekupatia? Ndio. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka kumaanisha. Ya kwamba amenipatia kila kitu. Kwa hivyo ni mimi kwa ushirika wake na akili alizonipatia niweze kuvitumia hivi vitu sasa visaidie wengine. Kwa hivyo ndivyo wakili anavyofanya. Anatumia, ameruhusiwa, anaelekeza hivi vitu kwa sababu ameruhusiwa. Na ndio maana uaminifu unahitajika wakati ambapo anatumia hivi vitu vyote. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:31 huwa inasema nini? Korintho wa kwanza 10:31. Kwa hivyo tunaangalia kuhusu huyu ambaye ameaminiwa. Atafanyaje na atavitumiaje hivi vitu? Ataviangaliaje? Maana vyote viko mikononi mwake. Msomaji inasema basi mlapo, kila mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu. Nataka upige mstari, au ufanyapo jambo lolote, unywapo, ulapo, au jambo lolote unalolifanya linalokuzunguka, lifanye limtukuze nani? Mungu. Kwa hivyo huyu ambaye tunazungumzia, ambaye ni mwangalizi, na tunakuzungumzia, ninazungumziwa ya kwamba mimi ambaye Mungu amenipatia kila kitu nikitumikie, basi anasema nimtukuze katika hivyo vitu. Vyote ni vyake, ana namna ya kuvielekeza, ana namna ambavyo angependa vitumike na ili aweze kupata faida. Kwa hivyo hapa I'm seeing an investor, kila mmoja akiwa amepatiwa vitu aweze kuwekeza. Inakubidi uwekeze ili upate faida, na unapopata faida anasema utukufu uje umrudie Mungu mwenyewe. Na ndio maana tunaona ya kwamba uwezo ambao tumeweza kupata
tunashughulika nazo siku baada ya siku, ya kwamba ametupatia mikononi mwetu ili tuwekeze, tupate faida, tupate chakula, tupate faida, tupate nyumba, tupate faida watoto waendelee katika sehemu ambazo wanaendelea. Hivyo ndivyo anavyotaka. Ni nini ambacho ameweka mkononi mwako, ambacho anataka ukishughulikie, ukitumie, kilete faida. Anasema ya kwamba huyu akatoa talanta 5, akatoa 2, akatoa 1, akaondoka. Na ukiangalia mfano wa vile ambavyo maandiko yanaendelea kusema, unakuta ya kwamba hapa Bwana anaondoka, anakuja kuangalia vile mambo yalivyo baadaye. Anapokuja, wa kwanza alifanyia kazi, wa pili alifanyia kazi, lakini kuna mmoja ambaye hakufanyia kazi, akafunika. Kwa njia nyingine, hakushughulika, hakuwa wakili mwaminifu, hakufanya kazi. Na maandiko yanasema usipofanya kazi usifanye nini? Kwa hivyo yeye alikunja mikono, hakufanya kazi. Na kwa sababu ya kukunja mikono, unakuta ya kwamba kuna vitu ambavyo vinaharibika. Unapokunja mikono, kuna vitu ambavyo tunaona vikiharibika. Huwezi kunja mikono na upate chakula. Huwezi kufanya hivyo na upate chakula. Inabidi uweze kushughulika. Labda tupate mfano katika kitabu cha Mithali, Proverbs 24 verse 30 to 34. Mithali 24:30. Anasema, I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding. And lo, it was all grown over with thorns and nettles, and covered the face thereof. And the stone wall thereof was broken down. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Umefika hapo msomaji? Ndio. Yet, soma 32. Methali 24:32. Tena nikasema, ndipo nilipoangalia na kufikiri sana. Remember, huyu ni mtu ambaye anaona illustration kwa barabara akienda. Nilikuwa napita, lakini nikaona shamba ambalo ni la mtu ambaye hakuwajibika, mvivu. Nikaona limejawa na miiba na magugu. Then I got instruction. Nikapata nini hapa naliona, nikapata mafundisho. Nilipata mafundisho. Endelea. 33. Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono kidogo, upate usingizi. Hivyo umaskini wako uja kama mnyang'anyi. Like a man who is robbing. Na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Yes, nataka uone. Amepita, ameona shamba, na hivyo shamba lilitangaza mwenye hilo shamba yuko vipi. Na ndio nasema ya kwamba huyu alionekana ni mvivu. Kwa nini? Alionekana kulala kidogo, kausingizi kidogo, kunyoosha miguu kidogo, hivyo. Hiyo starehe, njaa ikaingia. Umaskini huja kwa sababu umepewa vitu vyote, lakini kuna vitu vinakukwaza, au umekubali wewe mwenyewe viingie ndani yako. Na ndio amesema ya kwamba unapo relax mikono yako, unapotaka
hutaki kutumia akili, hutaki kuchoka, hata kufikiria hutaki. Anasema umaskini huingia hivi pole pole. Mbona hatuna chakula? Mbona hatuna hivi? Mbona siwezi kusomesha mtoto? Mbona siwezi? Maandiko yanasema hivi, shida ni nini? Mbona nyumba yangu ifungwe, nimeshindwa kulipa mwezi huu? Mbona hiki kifanyike? Anasema kulala kidogo, kunyoosha miguu kidogo kunaweza kuleta nini? Maskini. Tutaangalia vitu ambavyo wakati mwingine kama wakili tunapaswa kuwa prepared nazo, maana zitatokea maishani. Preparedness in times of a crisis. Kama sasa sehemu nyingi za nchi zina njaa, kuna kiangazi. Swali ni je, kwa nini? Tutaangalia hilo. Ndio tuone principle aliyoitumia Yusufu kule Misri. Tuone kama tunaweza kuitumia maishani hiyo principle. Kuna wakati mavuno yamejaa shambani, mnobodekea yanaozea huko. Right now hata chembe moja tunang'ang'ania. Wakati huo ambao wa crisis, can I be prepared for that crisis? So tunapoangalia kuhusu wajibu wa wakili, tutaangalia maybe kwa jumla maisha ya huyu wakili ambaye mimi huwa namwangalia, Mungu amempatia kila kitu kiko mikononi mwake. But mbona basi kukosa? Mbona kufinyika? Hayo ni baadhi ya maswali ambayo tutajibu tutakapokuwa tukiendelea, ili tuweze kuona shida ni nini. Can it be ni mfano wa huyu mtu mwenye shamba ambaye shamba lake linaonekana hivi. Na ndio maana Paulo anauliza katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4, mtu anapokuona anakuonaje? Anaona mtumishi wa Kristo aliyepewa siri za Kristo, au anaona mtu mwingine aliyepewa uwezo, aliyepewa vyote mkononi, lakini bado anafanya nini? Bado anashindwa kuvitumia. Anashindwa kuvitumia. Maandiko yanaendelea kusema hivi. Katika kitabu cha Mithali 20 sura ya 4. Mithali ni 20 sura ya 4. The sluggard, umefika hapo? Will not plow by reason of the cold. Therefore shall he beg in harvest and have nothing. Huyu ambaye ni mvivu, huyu ambaye hataki kuwajibika, hataki kushughulikia vile vitu ambavyo vimewekwa mikononi mwake, wakati wengine wako shambani, yeye analia nini? Analia nini? Hamjanipata? Wakati wengine wako shambani, hivi tunaenda shambani wakati gani? Msimu huu. Yeye analia, maandiko yanasema baridi. Sio? Au umepotea? Proverbs. Tumesema 24. Yeye analia baridi, wengine wanalima. Therefore, ikiwa yeye analia baridi, hivi kwamba ameshika blanketi, wengine wako shambani, anasema wakati watakuwa wakivuna, atakuwa anafanya nini msomaji? Inasema mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi. Hivyo wakati wa mavuno ataomba, hana kitu. Good. Enda 13. 13 inasema usipende usingizi. Sasa sikia ndugu zangu, sisi ambao Mungu ametupatia tuwe waangalizi. Usipende nini? Usipende usingizi, usije ukawa maskini. Usije ukawa maskini. Hivi fumbua macho yako
nawe utashiba chakula. Aha, hapo kuna siri. Hivi ni kumaanisha maskini wote ni kulala huwa wanalala? Hayo ukiangalia maskini wanalala sana. Simujibu. Sasa mbona maandiko yanasema hivi? Usipende usingizi, maana utaingia kwa umaskini. Usipende usingizi. I need to be literally so. Hivi kwamba usilegeze mikono. Wakati watu wanachapa kazi, chapa kazi. Lakini anasema fungua macho yako. Tutajaribu angalau kushauriana how are our eyes supposed to be opened. Anasema fungua macho. Na kwa kweli sijafunga macho. Kumaanisha kuna kile anataka kusema. Open your eyes and you will be satisfied with the bread. Mtu mmoja akasema hivi ya kwamba poor people, watu ambao ni maskini, they do the donkey work. Wanafanya kazi ngumu. They are different from smart people. Smart people, they let their money work for them. Akasema we respect wale ambao wanafanya kazi ngumu, but anasema fungua macho and work smart. Wakati kanisa kama hili linajengwa au nyumba kama hii inapojengwa, nani huchimba mtaro? Ni aliyechora mjengo? Ni aliyeweka simiti na kuweka plumb line? Nani huchimba mtaro? Mtu wa mkono. Nani hukoroga? Ni yeye. Sasa yeye na fundi, nani hulipwa pesa? Fundi. Kwa nini? Fundi hata kuinama kuna wengine hawainami. Anasema chota na kijiko, weka wapi? Awe anachota anawekelea. Anachota anawekelea. Kimbia ulete ingine. Anachota anawekelea. Nani alijenga ili kanisa? Si tayari mtasema jina la fundi. Fundi fulani huyo fundi. Lakini nani aliyechoka kufa hapa? Ni watu ambao watajulikana, hatutaki kuwajua. Akasema at this age we need at least work in a smart way, maana hivyo ndivyo dunia inavyoelekea. Huenda wote tusifike kufanya hivyo, but haimaanishi pia huyu naye anapaswa kuchimba hivyo, maana kuna mashine za kuchimba na vitu kama hivyo vingine. But kwa njia nyingine anasema ya kwamba tusipende kulegeza. Wakili mwema, mtumishi mwema, mwangalizi mwema, ambaye amepewa vitu avitunze. Na vitu hivi ambavyo tunasema amepewa vitunze ni vitu vipi? What are we in command for? Ni nini hiki ambacho tunaangalia au tumepatiwa tuangalie? Kama tunajua mambo ya wakili, mambo ambayo tumejifundisha muda mrefu. Ni nini ambacho tumeambiwa tuangalie? God's property. God's property. Right? Confirm? Mwili yetu. Mwili is God's property. Asante, umesema vitu viwili. Umesema tumeambiwa tuangalie mwili na tuangalie mali. Asante. Umepata hilo? Hivyo ni vitu viwili tayari umesema. Mali ambayo inatuzunguka na mwili wetu.
Kitu kingine? Muda ambao tumepewa. Muda, kila mtu amepewa muda sawa, isipokuwa rais ni kama ana masaa mengi. Rais wa nchi ana 25 na wewe una 24. The richest person you know ana masaa haya. But ni nini ambacho sasa tofauti ipo? Opening the eyes. Kwa hivyo tuna muda, tuna mali, tuna mwili, nini kingine? Usingizi. Mazingira, the environment. Kwa hivyo Mungu kwa njia nyingine ametupatia kila kitu tukitunza. Je, tunaweza kukitunza kwa uaminifu? Ili hata anayetuona kwa kweli aseme, here comes a steward, here comes a servant of God. Kwa mbali mtu na atuone kama watumishi wa Kristo. Naomba jioni ya leo tunapoenda nyumbani tuende tukitafakari utumishi, au mtu anakuonaje wewe anapokuona? Anaona mtumishi wa Kristo hivi kwamba aliyetunza mwili wake? Anaona mtu aliyetunza mali alizokabidhiwa hivi kwamba ni mchapa kazi? Anaona mtu ambaye anatunza muda kwa njia ambayo inafaa? Endelea kutafakari hayo, na naamini ya kwamba Mungu akitujalia kutoka kesho tutapata muda wa kuangalia and tutaangalia the preparedness of a steward in times of crisis. Ikiwezekana tupate kitu cha kurusha, tutafaidika. Ikikosa kuwa disadvantage, maana kuna vitu tungependa kuviona. Kwa hivyo Mungu wetu atujalie. Unless kuna swali, ikiwa na swali lolote la wakili within this period tunaweza handle. Maybe tutapata bahati kutembea kwako, kama hatutapata, so ukiwa hapa ulizia. Kama hatutapata, tunaweza kuulizia mahali ambapo utatupata. Swali kuhusu lolote ambalo tumepitia? Kama hamna, tutasimama na ule wimbo ambao tumeanza nao. Wimbo Muumbaji Mfalme. Kutambua ya kwamba Mungu ndiye mwenye hivi vitu vyote, maana msingi wa uwakili kwa mahali pale. Namba 9. Muumbaji Mfalme, stanza ya kwanza, ya pili tumalizie pale. Muumbaji Mfalme. Muumbaji Mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Asante. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya upendeleo ambao umetuonyesha sisi wanadamu, na hasa kundi hili ndogo. Ndio maana umetukumbusha ya kwamba vyote umeviweka mikononi mwetu. Linalohitajika ni tukuwakilishe na tukubali ya kwamba katika maisha yetu uweze kuelekeza vyote. Naomba tunapojua ya kwamba vyote mwanzo ni wewe, tuulize ushauri tunapovitumia na tunapoelekeza. Tunaomba uzidi kutupatia ufahamu unaohitajika, ili tunapovitumia viwe ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Umetuambia tusije tukalegeza mikono, bali tutie bidii, ili yeyote anayetuona
utukufu ambao umetuvika nao. Tunapoondoka, tupatie nafasi nyingine siku ya kesho. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you.